wakati huu kufanya mabadiliko, kuwatoa watu Misri kwenda nao Kanaani. Nimuombe Mungu wangu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo kwenye kitabu changu cha dhambi apunguze kidogo dhambi zangu, kwa sababu kazi ya utume duniani nitakuwa nimeifanya. Hata wakati huu wa mvua hapa Mswiswi niko na ninyi makamanda na raia ambao mnaisikiliza sauti hii. Kule mliko majumbani naamini mtatusikiliza, ni kwa sababu ya mvua. Pengine kufika hii mida mngekuwa mmeongezeka sana, lakini kwa ninyi ambao mnaroana kusikiliza neno, Mungu awabariki sana. Kama ni mabinti mnaendelea kuzaa, basi mkazae mapacha nao wawe mawaziri baadaye, wawe msaada kwenu nyie. Kizazi chenu kuanzia sasa na baadaye kibarikiwe sana. Tunaleta ujumbe huu kama akina Yohana Mbatizaji juu yako wewe, tukikuachia ujumbe uelewe na ufanyie kazi. Usipoelewa ni wewe, kwa sababu sisi sio pweza kwamba tuna mikia mingi tutafika huko kuna matunda uhuru wenu. Ninyi Mswisi mna changamoto kubwa sana ambao maeneo mengi pia wanazo. Ndugu zangu wa Nyakyusa mko hapa, naona mwamwa nyingi sana. Mmekimbia nyumbani sio mbali, mmesogea hapa kuja kutengeneza maisha. Msiwe mafara, igeni jinsi Kiwira walivyochangamka hivi sasa, kuitupilia pembeni au kuiweka kando sisi. Nakumbuka katika wanafunzi 12 wa Yesu, Mungu alikumbuka kuchagua mmoja wapo tu Mnyakyusa, jina lake liliitwa Filipo. Sasa kama Mwenyezi Mungu aliwakumbuka ninyi, msije huko kama mafara mnavutavuta miguu na Chama cha Mapinduzi. Chama hiki kinatutesa kila mahali. Mmeishia kuongozwa na madiwani ambaye hata jina lenyewe halijabarikiwa. Mtu anaitwa Bange. Bange ni ndugu za kuvuta, hapo anaitwa Bange na ndio wapi. Na ndio maana huyu Bange, wakati wafugaji na wakulima umetokea mzozo mkubwa, wewe Bange wewe ulishindwa kusikitika na kuzirai wakati amekufa kamanda wa Chadema aliyeuawa. Wafugaji wakaja kuzirai wakati wananchi wamechukua maamuzi ya kuua mifugo ambayo inavamia mazao yao. Huyo ndio Bange anayefanana na ndugu za kuvuta, maana Bange ni bangi. Ndio diwani kituko sana katika historia ya kutawaliwa ninyi na madiwani hapa kijiji cha Kongolo Mswisi. Alisimamia na wenye viti hawa ambao walipata nafasi zao za promotion katika wenyekiti wao ambao hawakuchaguliwa chini ya Magufuli. Mlikuwa na utaratibu wa kujenga zahanati kama kijiji, ili wakati wa matatizo, kwa sababu afya hazikuwahi hawa kupigia simu kwamba leo nakuja kukutatiza, mliona muwe na zahanati. Mpaka tunapozungumza haijaisha, imefikia lenta hata kukaua mjapaua ndani ya miaka 7, na Bange huyu wa Makambo yumo humo kama kiongozi. Alafu mtu mzima mwenye akili zako, ulikaa miezi 9 kwa mama. Mama alikumbuka kupima kliniki huko ulikotoka, umekuja hapa tu kubangaza kutafuta maisha. Akili sijui na kutuma wapi. Leo unacheza CCM ndio baba ndio mama, unamwacha mamako mzazi. Sijui hii akili unakuwa umeitoa wapi. Nikiwauliza ninyi, labda mna akili kuwazidi Mwanjero ambao waliamua kwa kauli moja kumchagua mbunge tena msanii kutoka Chadema, Mr. Tu Sugu kijukuu cha Mtume. Wakasema heri tuwe na mwanamuziki, wakati wa ziki na mafuriko atatuimbia, tufe kistaarabu kuliko na jini Subiani Maimuna. Ni CCM. CCM ni njia au daraja la kuelekea kuzimu. Fikiria Mkora, mmempata mwenyekiti wa promotion wa mwanzo kwa sababu alikuwa harejeshi hela
ofisini na kwa wakubwa, wakamuondoa, wakambadilisha mwingine. Kwa kuwa kazi yao utafikiri ni aisi ya kijiweni, wanabadilishana makondakta. Akaja wa pili, akaja wa tatu, akaja wa nne, wa sasa hivi anauza maeneo ya watu au ya kijiji ezifu, hakuna ambaye anaweza akahoji. Tunamgonga diwani huyu kwa sababu ndiye mwenyekiti wa wenye viti wote, au huku Gongola Msusi na upande wa Mkola na wenye viti wa vitongoji, yeye ndio mwenyekiti diwani. Maana juzi nilipokuwa kwenye mkutano wangu wa pale siasa juzi kati hapa, nikamkuta diwani wa kata fulani huku, nikamgonga misumari ya kutosha sana, na kwa bahati mbaya sio na akili ya korogete, nafikiri majibu ya jukwani yanamalizwa mahakamani, ananitishia kunipeleka mahakamani nimlipe milioni 50. Brother, nakwambia kwanza unachelewa, huhitaji kufikisha siku 14, nipeleke hata ndani, hata kesho lete summons. Ninaona sheria hapa kwa kuweka sina, watakuja tutakujibu, ila nikikushinda, kwa sababu mimi natoa hoja ambazo nina uhakika nazo. Haiwezekani uuze kiwanja cha zahanati ya kata wewe na madiwani na wenye viti wako, alafu tukuangalie tukuimbie pambio za kukusifia. Uwezi ukachukua guta la kata ukalitumia kwa matumizi wako, kwa sababu wewe kama diwani ndio custodian, unaitunza mahali ya kata husika. Na sisi kama vyama vya upinzani, shetani wetu au mbaya wetu ni yule ambaye ni custodian. Hatukukusingizia tumekushika ugoni wakati hatujakushika ugoni. Tunasema ushuru wataka, wewe ndio uliyezunguka unaukusanya, wakati kanuni na sheria za udiwani hazistahili diwani ukapata tenda kwenye kata unayoiongoza. Na mimi ni mwananchi wa kata hiyo. Kwa hiyo nenda mahakamani na kuruhusu uhitaji kunipiga mkwara. Sihitaji siku 14, hata kesho nenda niletee summons. Si kila mahali ninapokwenda na wagonga madiwani wa CCM. Hapana. Anaweza kawa CCM unafanya vizuri. Sisi kama chama tukipima, tukivuta faili lake likija, tukilipitia na kulisoma, tukaona ni diwani sawa sawa, tunampa maua yake. Kwa mfano, kuna diwani kule Rungwe Kisimba, anaitwa Mbaki Mwambete, mtoto wa Ndenga, mama yake aliyezaliwa na Chifu Mwakatumbo. Amepeleka umeme katika vijiji porini kabisa, ambako nyani, ambako tunasema wakati wa nyani, wakati wa maembe hakuna nyani anayekonda. Kule ndio ambako amepeleka umeme ile bwana. Ni wa CCM, tunamsifu japo anapigwa vita na watu ambao hawapendi maendeleo. Tumekwenda kila mahali tunapofanya, tukivuta mafaili tukaona faili hili liko sawa sawa, hatukopei. Na kesho na mkutano Itigi, tauni pale pale kwa meya wa zamani Kapunga, Ibra, tutaenda kumalizana pale. Kama nafikiri mimi na nidhamu ya oga, naogopa mahakama, sio ogoto. Si unanidai milioni 50, mimi nitakupa 100. Uwezo ukawa unaiba maili ya watu alafu unataka tuje kukulembelembe. Mimi silembi gori. Umekosea na kuchana live. Na majibu ya wanasiasa yanaishia jukwani. Itisha mkutano nijibu kama nisema uongo. Lakini wewe binafsi ukiona majibu ya jukwani yanaishia mahakamani, twende mahakamani. Muungane na huyu mvuta bange hapa. Mwengi anaomba pesa na wafugaji Wasukuma, na wanaleta vita kati ya miji mliomchagua na wafugaji. Mnauana, mnapoteza maisha kwa sababu ya bange. Alafu chaguzi unaanza kesho, badala ya kuhamasishana ndani ya nyumba mkajiandikishe, mtu unajifanya huko bize, tunakwenda Chimara Makambaku. Inakusaidia nini kwenye maisha haya, badala ya kuyaondoa, kuyafagia ya kila bange na wenye viti hawa pamoja? Muweke wa Chadema wenye hofu ya Mungu, muweze kuishi maisha sawa sawa na watu wa Tunduma, sawa sawa na watu wa Mwenyewe ambao sisi tulijitambua. Mimi niko tauni pale, ndugu zangu, mnaniona
Mtumba na Sebe ukitizama tumbo niko sasa. Sisi mpunga mnaopima nyie magwaride, lakini nakula kila wakati mpaka umenijibu nasema change frequency, change mapishi. Kwa hiyo usifikiri unakaa kifarafara mnapigwa ushuru kama vile niwenda wazimu. Badilisheni, pelekeni Chadema. Nendeni ninyi watu wa CCM kusupport Chadema. Hii safari sio shabiki wa Simba na Yanga. Ni kitu kinachohusu maisha ya Watanzania. Ninashukuru kwa Ngoro Mkristo hapa, mna viongozi wa Chadema wako imara sana. Lazima nikiri mwenyekiti wa dini. Sisi tunazunguka kila mahali kwenye siasa. Tujawahi kukuta kata iliyosimama na viongozi wanaoelewa kama hapa. Wote ni riziki. Wakitawanyika kwenda kufanya siasa au kampeni, hakuna mwenyekiti au diwani atapita hapa. Ni swala la ninyi wafanya biashara ambao hamtaki kuonekana kwenye siasa. Siasa ndio inaamua bei ya kiberiti hata simenti. Kusema siasa ni maisha ya watu wengine ni ushamba na kutokutembea na kutokusoma. Kwa sababu wewe mfanya biashara ukibaki na duka lako unasema siasa ni waliokosa muda, ni kwa sababu hujasoma na hujazunguka, kwa sababu utatawaliwa na mtu ambaye hajasoma. Sasa ndio maana mnawakuta wakina Bange wanauza viwanja kule kama vya kwao, wanatoka hapo wanaingia mafiati kununua tukutuku, kununua machangudoa heshime kukutukuyu wakiingia hapa Msisi. Hata ndoa wazisimami vizuri kwa sababu ni hapa mwanya kwa wengine. Ndugu zangu wa Kongoro, sikiliza. Uchaguzi huu hata Mungu anaweza kukutembelea, kukuletea neema na imani kwenye nyumba yako. Kama ni CCM tuunge mkono kwa sababu kura ni siri yako. Nendeni leo wadada mwenye ndoa changa, kama ni brother unaliona ni farafara linazungumza habari ya CCM, kwanza linyime service, alafu liulize na kuwaje niendelee na mtu ambaye kuna vision wala future. Ndio wanaotulisha wanaouza mamantilie na mahesabu mengine hapa. Wanaume mpaka leo ndani ya CCM hata uivu tu kwa mkeo wametukosesha confidence. Kwa sababu hatuna ajira. Mna kiwanda kinapiga hapa Kongoro Msisi, lakini kupita barabara vile chipi mora muhamna, wakati pale wale wenye kiwanda wanawapa angalau dasi ile yenye chipi ndogo, lakini hawa wenzenu hawa wanauza wanalopewa na kiwanda ambazo mimi ningekuwa mnatangaza kila mahali hapa. Haiwezekani uwe na ziwa eti utawakera unashinda hata kula mbasa afu kajihisi wewe ni mtu ambaye unaweza kuzitii. Mtakawaliwa sana brother. Mimi nimeanza Chadema nikiwa so yangu, nikiwa kijana mdogo, leo ni mwenyekiti wa Bazecha. Bado niko raha kwa kubisha kujitambua. Haiwezekani kwa na katoto na kakuna dukani, kakanunue kiberiti, ukakapa 1000 na kalete change, kanaleta 800 yote, eti 200 kanunua kiberiti. Unafikiri huyo mtoto ndio ana adabu sana, mtakatifu? Huyo mtoto atakuwa maskini ni fara. Lazima tuletee 500 anunue kwa ridhaa yake pipi. Hicho kitu ndio kinachanganya, baadaye atakana jielewa. Ninyi mliopo hapa ni kwa sababu tumeshiriki nanyi sherehe ya kuwa na mvua nzuri leo. Hatuwezi kukalaani na kushukuru mwenye mnyongo na jaribu kukarabati kuhakikisha angalau message inawafikia watu. Wewe umekuwa mjibu au unaipenda CCM, ungesema mvua itawanyesha generator, booster zitakufa, ungesema tuahirisha. Lakini kama na Mungu akubariki uendelee, utanunua gari nyingine mwakani ili endelee kuhubiri ukombozi. Sisi tumepiga rada, ndio mnafahamu starehe za Mwenjero. Ukivuka mtaa wa pili kuna machangudoa kutoka Singida nauza pale Mbeya pazuri si wapi. Tulikuwa tunakula mikia saizi jioni ya sabaridi hapa. Lakini tunaacha mikia mbili tuje tuhubiri Injili. Alafu msela amekuja hapa na pikipiki lina rangi ya kijani la vihili. Na sisi yetu na Samia Suluhu Hassan. Unafikiri hiyo ni hela ya mshahara wake? Alipokuwa kuzuri klasi kule alikuwa na hela. Hizi ni hela zenu, bandege na hizo pikipiki. Bebeni michele mpaka zife, ni za kwenu, wala zikupi uimara kwamba sisi mliamini. Wanyakyusa, sisi mndekeni. Kwa shida kama machizi, mwai kuona machizi wako vijiji. Machizi wote na wakuja macho na kata. Unajua chakula kitapatikana kwa urahisi. Mwai kuona chizi wako vijiji.
kujiongeza. Wewe unashindaje kujiongeza mtu mzima? Hata paka mwenye malengo hatutafuti fanya mwenye mimba anajua kesho atakula nini. Msisi Kongoro, wakati wa ufunguzi wa mkutano wenu, tunafahamu kuna siku 7 na ni chache sana, na kila mahali wangependa tuende tukazungumze nao. Tusitijiwe na Kenya. Kenya kila siku mnaangalia TV, sio kwamba hawana maisha wala roho. Uoga ni umaskini. Ndugu zangu, Mungu hakai na mtu mwoga hata siku moja. Ndio maana alimpa Daudi ujasiri wa kupambana na Goliathi. Vita vya Daudi ilikuwa kulinda urithi. Vita vya Joshua Mwisraeli yule ilikuwa kukagua himaya ya Wayahudi. Mbele Tekeli na Peresi. Utawala wa Chama cha Mapinduzi umefichika. Wanatuteka kama mbuzi. Lakini Chadema, Mungu wa Isaka, Ibrahimu, Yakobo, hatutarudi nyuma mpaka muone watekaji hawatakuwa na nafasi kwenye taifa hili la Mungu. Mungu alipa Tanzania kila mahali, aliwapa namna ya kuishi. Na ndio maana mwezi kuiona bandari ya Dar es Salaam iko Kongo. Na ndio maana mwezi kuona mpunga mnaolima hata Kongoro Msusu hauko Sumbawanga. Wafimbo walipoulizwa tunataka nini, wakasema tupe isima, yaani tupe mahindi na ugali, tutakuwa na samaki unaotokana na ziwa huko. Wanyakyusa mlipoulizwa mnataka nini, mkasema Masindi, Makoki, tukae katikati ya maji Mihogo tutulia hapa. Wengine wamesema tuende Kiara tukalime mpunga, lakini tukumbuke Baba Mungu, tupe pesa kusifa pamoja na mbele. Chunya alipouliza je, mnataka niwape nini, wakasema tunataka tukumbuke dhahabu pamoja na tumbaku, tutaishi Mwenyezi Mungu. Singida nataka kuishi vipi, wakasema ziwa hili tu dogo, hili dogo, tupe na alizeti. Ndio maana alizeti inapatikana nyingi Singida. Dar es Salaam Wazaramo wakasema sasa kwa sababu tuko bandari, meli tutakuja tutafanya biashara. Kilimanjaro wao walihitaji mlima mrefu sana ili wapate watalii wapate kuishi. Mlima ule uishi leo wala kesho, na ndio maana umecheza mliwongo wa Kilimanjaro pamoja na uishi. Lakini wakaenda mbali zaidi, wakasema Mungu tukumbuke vitoweo, yaani wanyama Kongo wako kule. Kwa nini CCM inaponyang'anya mashamba watu wa Mbarali, msichukulie paa? Mlisema muishi maeneo haya kwa sababu Mungu aliwapangia. Mtakuwa na mpunga, mtaishi, mtajenga magodani, mtanunua magari kwa sababu ya mpunga wa bonde la Mbarali. Atanaposema kwamba tunapanua mipaka kwa ajili ya kuishi swala, hii si akili bali ni akili ya Mungu. Nikataa CCM kwa mengi. Ukiondoka kaji na mambo mengine ya kututisha Chadema, nendeni kamuulize Mungu, funga kwa ajili ya Chadema. Mmejiandikisha lakini funga kwa ajili ya Chadema, muulize Mungu wako anakwambia nini. Mchishi kama digidigi, hata jani haishi mle anaokula. Anaweza kama mahindi gurusi akaenda kutulia kwenye mlima wa Kongoro. Ndio aliponyeza. Sasa hivi mnapewa behewa kuna CCM. Hiyo tu. Alafu tunakuwa waaminifu. Unaenda kuchagua CCM. Wakina baba, nyie ndio mnaoongoza wakati mwingine hata mtu wa mtu unamuonga. Lakini asipokuwa unachokitaka, unamshtaki kwa kauli. Kwamba niulizie huyu ni mhonga mke wa mtu, lakini nasema tuonane kona na piga cheni. Mnashtaki, tunakubulia moyo. Kwa nini CCM na hapa leo unakuwa mwaminifu? Mnachagua wao majioni wakina Bange, Elia.
isageuke leo naomba viwanja. Tunaomba mwenyekiti atakayechaguliwa wa Chadema, rudisha maeneo ambayo wanauza wenye viti hao wa promotion huku, mwanze upya. Kama ni kuuza, kipange kijiji. Mtu mzima kweli unaomba tena wa Magufuli wa promotion? Hakika tutazungumza na Mungu. Ndugu zangu, tumehubiri mazingira magumu ya mvua, lakini sisi hatulaani kwamba tumekuja bure. Wananchi wa Kongoro Msusi pamoja na Mkola mmesogea, mmekaa kwenye vibanda mnatusikiliza. Mungu awabariki sana. Msingekuwa mnaiafiki Chadema, mngekuwa huko kwenye misere yenu, lakini mtakaporudi mfano na balozi kesho, watu muamke. Jambo hili lilikuwa serikali wafanye kuhamasisha halmashauri zote katika nchi hii. Chaguzi zote za nyuma ambazo hawaiogopi Chadema, ilikuwa halmashauri zinasambaza vipeperushi kila mji, magari ya kutangaza kuwakumbusha wananchi wao wakajiandikishe. Lakini safari hii hawajafanya. Walifanya kazi hii miezi 6 nyuma kwa mabalozi kuandikisha watu, kusema lete namba yako ya NIDA. Wameandikisha sana kwa kuwadanganya, wakawapa mikopo, waambie sisi sio mafara. Kama uliandikisha na balozi wa CCM, sema asante, lakini kura sitawapa. Wao walishaanza, wanatufanyia hujuma. Mchengerwa, usitumie vibaya ofisi ya rais. Ndugu yangu, maisha ni mapito. Walikuwepo wakina Mobutu Sese Seko huku Membe ya 7 ambao leo hawapo. Walikuwepo marais ambao chakula chao cha mchana ilikuwa ni mayai ya samaki tu. Walienjoy katika dunia hii, lakini hawapo. Msitumie nafasi mlizopewa kwa promotion kwa undugu ili mtuze vizuri mtoto wa rais binti, ukaanza kufanya mambo ya hovyo kwenye taifa hili. Hujarilizi, hujaruhusu kwamba halmashauri zote nchini zihamasishe uandikishaji wa daftari la kudumu na daftari la wakazi ili watu wakachagua. Kwa hiyo mlitoa utaratibu wa kila balozi kuandikisha wanachama na wananchi kwamba ninyi tayari zoezi limeshamaliza. Niwaambie ndugu wa Mungu, hii safari msilete ubishi kama Nuhu alipokuwa anahubiri kwamba twendeni nikachonge safina kabla ya gharika. Leo tunawaambia tuongozane na sisi kwenye safari hii ya ukombozi wa Chadema ili uweze kupunguza matatizo. Nchi yenye kuteka, hofu, kuna watu mna vidonda, mnabiliwa kwenye tumbo lenu, tumbo la uzazi linauma, mnaposikia vijana wadogo kama wakina Soka, umri wakina Victor Bareke, wenye ndoto ya kusukuma kwenye taifa lao. Mijitu iliyozeka mbele kanga mipango ya kuoteka watoto ambao tukoachia taifa lao. Wakina Kipanya wameteka kwenye taifa hili, kuotea hofu. Nendeni kapige kura kwa wingi mkubwa. Nendeni kapige kura ndugu zangu. Mimi naitwa Mzee mpaka mashina msonga mkongoa kupenda. Ukifika siku utafikia nyumbu tu wa Serengeti, ukifika nyumbu akikamata hapa mwingine hawana habari hata kumsaidia. Fanyeni kama nyati wasanarudi return kwenda kwa wenzake. Mnataka kuacha Chadema viongozi peke yake wanaanza hawa ni wakombozi tu. Raha mtakaipata baada ya kuwa viongozi wa Chadema hawataipata viongozi peke yao. Ninyi ndio mtakaokuwa. Mihuri mtagonga bure, kila kitu mtafanywa bure. Zahanati watamaliza ile ambayo mmechangasha, mnafuata kwa nguvu zenu. Alafu matafari wanauza wakina Mbanga na wenye miti wake. Alafu wao unasema sasa imetao na pamoja, ikao na kereba huko. Haki. Kidumu gani kisichonyama? Wakisema kidumu. Sasa akili gani? Kuna ng'ombe anafunguka kwa bomba anakunywa maji. Wanajua kwenye bomba kuna maji. Ukijaza maji kwenye lita 5 ukiona yajayo umechukua nusu saa, angalia chini umetoboka. Ni CCM inabadilishana tafikiri sababu ya Mtibwa. Yaani anakuja kwenye tukio anamtoa. Anakuja mwingine wananchi mko kimya. Mmekuwa kama nyuki wa mashineni ya Mng'ati, kazi yenu ungo.
Wanabadilisha mwenyekiti mwingine anagawana mali, wakiona hajawagawia sasa wanamtoa. Wanabadilisha nafikiri sababu ya mpira. Haya matokeo ya mkoa wa kijiji chenu kubadilishiwa wenye viti mara 5 ndio wa kwanza kupata kwenu. Sijapata mahali popote. Yaani manake ninyi mmekuwa raili na mmekuwa wapole kiasi kwamba hamchukui hatua kila mambo yanapofanyika namna hii. Nikuita sasa mwenyekiti wa vijana wa kanda